Mpenzi mtazamaji popote ulipo, pia na kupata kwa utendeti nikiwa siku ya pili ya maandamano. Tangia jana ilikuwa Jumatatu, leo ni siku ya pili ikiwa ni Jumanne. Unaangalia soko, hamna gari lolote, hakuna matatu yote ambayo imezuru katika eneo hili, na ukiangalia kwenye barabara utaona hakuna chochote ambacho kinapatikana katika barabara hii ya Thika Super Highway. Ni makari za private peke yake ambazo zinapita katika barabara hii, lakini matatu hazipo katika barabara hii, kumaanisha mgomo bado unaendelea. Mtazamaji, kama hujaponyeza kwenye alama ya subscribe, manzi unaweza finya ili wakati wote tutakapokuwa tukiposti video zetu utakuwa mtu wa kwanza kuzitazama. Bila shaka basi utaona hapa kwa petrol station magari zote zimewekezwa bempeni, kumaanisha hakuna kukubaliwa kuenda kwenye barabara. Ukiangalia petrol station pia wafanyikazi hawana kazi ya kufanya, hamna gari lolote ambalo linaingia katika eneo hili, na ukiangalia pia mgomo nao wa siku ya pili upo karibu kuanza. Mtazamaji, hivi ndivyo hali ilipo katika mji wa Nairobi. Hata ukiangalia pia maduka pia zimefungwa, hakuna biashara zozote ambazo zinaendelea katika eneo hili. Kila mahali hakuna duka lolote ambalo limefunguliwa, kila mtu amefunga duka lake kwa sababu ya usalama halisi kashia. Hizi ni eneo ambazo zinapatikana katika eneo la Nairobi, na haswa jana maafa yaliyotokea ni kwamba waandamanaji waliamua kuingia kwa maduka na kuanza kupomoa, na hawa ni baadhi ya waathiriwa ambao wamekuwa wakipoteza vitu zao, au tuseme walikuwa wanabomolewa maduka sao. Mtazamaji, hivi ndivyo hali ilivyo. Hata wifi zote silikatwa katika eneo hilo la Nairobi, na pia leo ikiwa siku ya pili ya maandamano, wanasema kwamba mafuta isiporudishwa chini basi hakuna hata chochote kitakachofanyika katika eneo hili. Mtazamaji, hivi ndivyo hali ilivyo katika eneo la Nairobi. Hakuna chochote ambacho kinakubalika kufanya. Supermarket yote imeporwa na hakuna chochote ambacho kiko katika eneo hili. Waandamanaji waliingia katika supermarket moja na kupora kila kitu. Mtazamaji, hivi ndivyo kuliko, na angalia maduka zimepomolewa kila mahali. Hasara mingi ambazo zimefanyika katika eneo la Nairobi. Kila wakati maandamano inakapokuwa Nairobi, hivi ndivyo maafa huwa yanafanyika. Mtazamaji, hali hivi ndivyo ilivyo. Wanabiashara wengi wameenda hasara kupitia kwa hii maandamanaji, kumaanisha kama mafuta ingerudishwa chini, maafa kama haya haingeweza kutokea katika eneo kama hili. Hivyo ndivyo hali ilivyo katika mji wa Nairobi. CBD jana kulikuwa kumeshikwa kushika, na hapa pia tuko katika njia ya Super Thika Highway ambayo inaelekea kule Kiambu. Wakikuyu wengi basi wameadhirika bakubwa mno. Biashara imeendelea. Wengi wao wanasema pia maandamano kama mafuta hayatarudi chini, basi hivyo ndivyo hali itakuwa hata kesho. Na pia tumekuwa na Eric Omondi akatuelezea kwamba hivi ndivyo hali itaendelea kuwa mpaka wiki liishe. Hivi ndivyo utaona magari yamewekezwa pembeni, kumaanisha mambo yote kwa ground iko mambo iko shwari. Hakuna yeyote atakayekubaliwa kufanya kazi kwenye barabara. Waandamanaji, huu ni upandishaji wa mafuta. Mtazamaji, hivi unaangalia basi kila pembe zote barabara zimetulia, kuna kupita, na pia tumeadhirika kule. Tunajaribu kupata taarifa kwamba CBD kumeshika kushika na hakuna yeyote anayekubali kupita. Basi kama hujasubscribe kwenye channel yetu ya www.masasabitv.co.ke, bonyeza kwenye alama nyekundu, turn on notification, so that kila wakati tutakuwa tukiposti video zetu utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. Asante sana popote ulipo. Taarifa zinapokuja nasi tunakupasha kwa nyumba, nikakuja kazi kawaida. Bye bye. Kufika hapa hivi kukawa na vurugu, sisi tukafunga duka tukakaa kando. Tuliona watu wameanza kuleta kelele, tukaona tiles zimeashwa pale kwa barabara, so kufunga duka tukasimama kando. Walipokuja na vurugu zao wakawa wanarusha mawe, hatungesimama sababu walikuwa na fujo sana. Baada ya hapo tukiwa tunachungulia pale, kuna jio lilipita likavunja mpaka kioo, wakapiga mawe kwa supermarket. Walipomaliza wakaona hapo vioo vile ziko, wakashindwa na vitu zingine, wakakuja kwa duka wakarusha mawe, wakavunja mlango,
wakaingia wakatoka na vitu zingine wakiwa wamejaa fujo sana. Generator zimeibiwa kwa duka, pressure washer, computers zote zimeenda na vitu zingine ambazo ni mingi zenye hata nikitaja siwezi maliza zote sasa hivi. Joseph Alonga, mimi ndo nasimamia branch ya Kitengela and this is our branch. So okay, for estimation, for now I can't estimate the rate because we have to do some hesabu pia because ni vitu nyingi zimepotea like generators, grinders, drills zote zimeenda and most those expensive one zote zimeenda. Okay, biashara ya Kitengela si mbaya. Shida sasa ni mambo na process, at least tukipata at least government itusaidie upande na security pia because ukiona biashara iko hivi watu wanasumbukana Kenya kutafuta kazi ma youth, then at the end tena mambo kama inafanyika, unaona, so inakuwa ni kitu kingine aibu because it's like tunapunguza ile pia hata kazi kwa nchi yetu. Sasa mnapeleka hivi vitu. Nitaenda huko chini. Hiyo inataka ni karibia bwana.